Mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA imetoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo tenki la maji lenye uwezo wa kubeba lita 5,000, magodoro, mashuka, vyakula, vinywaji pamoja na mahitaji mengine muhimu kwa watoto katika vituo viwili tofauti vya kulelea watoto hao. Meneja wa mamlaka hiyo mkoa wa Arusha, Deogratius Shuma, amesema vitu hivyo vimetolewa na kamishna mkuu wa mamlaka hiyo kwa ajili ya kurudisha kwa jamii, hasa katika kuelekea katika msimu huu wa sikukuu. Hivyo kufanya hivyo watasaidia kulenga na kutengeneza walipa kodi wa baadaye kupitia watoto hao katika kuhakikisha wanalelewa katika mazingira mazuri. Majina anaitwa Deogratius Shuma, ni meneja wa mamlaka ya mapato mkoa wa Arusha. Leo tumetembelea kituo cha The Joy of God ambacho kinalelea watoto wasiokuwa na wazazi, kikiwa chini ya uongozi wa Sister Janet. Tumekuja hapa kwa niaba ya kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuleta zawadi mbalimbali kwa watoto. Kama mnavyoona, tumeleta zawadi kutoka kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kumaliza mfungo wa Ramadhani, lakini pia tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwa maana hiyo, zawadi hizi tumezileta kwa sister kwa ajili pia ya kuonyesha kurudisha kwa jamii, ili aweze wao na watoto, sister na watoto waweze kula sikukuu ya Pasaka ambayo tunaitarajia hivi siku za karibuni wakiwa katika hali njema. Lakini pia ikiwa ni sehemu ya sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania kurudisha kwa jamii, kwa maana ya kwamba jamii ndio tunatarajia kutengeneza walipa kodi wapya kupitia kwa watoto hawa. Kwa hiyo kamishna mkuu ametutuma tulete zawadi. Tumekuja na zawadi mbalimbali. Tumekuja na tenki la kuhifadhia maji. Tunajua kwamba kuna changamoto tunapolea watoto wadogo kama hawa. Maji ni kimoja kati ya mahitaji muhimu sana ili waweze kukoga, kufua, lakini pia hata kutumia kwa ajili ya chakula, kujipikia chakula. Kwa tumekuja na hilo tenki la kuhifadhia maji lenye uwezo wa kuhifadhi lita 5,000. Limetolewa na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato. Lakini pia tumekuja na magodoro. Magodoro tunajua kwamba watoto wanahitaji kupumzika mchana. Hata wakati tumekuja hapa wengi walikuwa wamepumzika. Kwa hiyo wanatakiwa wapumzike katika hali yenye kuleta faraja kwao. Kwa hiyo tumewaletea magodoro pisi kadhaa hapo, lakini tumewaletea pia shuka. Kwa sababu ili uweze kulalia kwenye godoro ni lazima utandike shuka. Tumeleta shuka. Lakini pia tumewaletea chakula kama mnavyoona. Majina yangu mimi naitwa Sister Janet Ngopa, ni sister wa shirika la Mtakatifu Elizabeth. Nafanya kazi St. Elizabeth Hospital kama incharge wa theater, chumba cha upasuaji. Kama muuguzi, mimi ni mwenyekiti wa uuguzi mkoa wa Arusha. Mr. Mustafa Panju. Mr. Mustafa Panju ni kaka yangu katika Kristo. Yeye ndiye aliyetuhifadhi kwenye hii nyumba. Maana watu wengine wakiniona naishi hapa wanafikiri mimi ni tajiri sana. Lakini ni yeye ndiye aliyetoa hii nyumba baada ya kutukuta sisi tunaishi kwenye nyumba ya kupanga kule Ulasiti. Ndiye anayetupa hii, aliyetuazimisha kwa muda. Tukipata kituo chetu tunaondoka. Anatulipia maji. Yaani shida yoyote ya dharura, yeye amekaa kama baba. Mimi naenda kazini, dada kikwama chochote atapandisha kule gorofani, atamwambia mtoto labda amegongwa, tulishapata ajali pia. Unajua ni mtoto anatoka shule, wao bodaboda watamfuata kule nyumbani kwake, mtoto wako amegongwa, lakini ananifadhili, hahusiki kama yani sio baba. Maana wengine wanafikiri ni watoto wake. Wengine walishasema kabisa kama huyu ni mke wake. Kumbe hatuhusiani kabisa katika mambo ya mke wala mtoto wa kuzaa. Ni moyo wa kujitoa. Kama hivi leo kamishna alivyojitoa kunisaidia chakula na ili tenki litakaa miaka. Kumbe litaacha ukumbusho kwangu mimi, hata nikienda huko mbele ya Mungu ili tenki nitaliacha. Na yeye ndiye alijitoa hivyo hivyo kutusaidia kwamba sister, hii kazi unafanya ya Mungu, naomba na mimi nikusaidie katika kukupa nyumba uache kulipa kodi. Hizo zote hizo zawadi tumezileta kwa niaba ya kamishna mkuu kwa ajili ya kurudisha kwa jamii, na tukisisitiza kwamba
wananchi wanapoona kamishna mkuu analeta zawadi kama hivi, basi wajue kwamba kazi inayofanywa na mamlaka ya mapato ya kukadiria, kukusanya na kuyasibu fedha za kodi ya serikali kuu, ili wananchi wapate mwamko wa kuendelea kulipa kodi, kwa sababu serikali inawezesha vitu kama hivi kwa sababu ya makusanyo mazuri ya kodi. Nasalimia roho zote zitoka mbinguni. Wazazi wangu waliamua kuniita Mustafa na jina ya familia inaitwa Panju. Mimi naishi Arusha na ni mfanya biashara hapa Arusha. Nimshukuru kamishna mkuu kwa kutukumbuka kuleta hizi msaada zote kwa hii kituo chetu kilichokuwa hapa kuweza kuwasaidia watoto, na niwashukuru pia wafanyakazi wote waliotoka TRA Arusha kutoa muda wao kuja kufika hapa kukabidhisha hayo. Nimwombee Mungu na niwaombee Mungu wafanyakazi wote wa TRA waweze kufanikiwa, wawe na moyo ya upendo na tushirikiane wote. Asanteni. Majina yangu kamili mimi naitwa Ali Isa Shemkande, ndio meneja wa kituo cha Umwaisha. Watoto waliopo kwenye kituo hichi currently kwenye nyumba hii kwa sasa hivi ni watoto 17, lakini kuna watoto 7 wengine wako sekondari na kuna watoto wengine wengi wako vyuoni na maeneo mengine, na wengine wamesharudi kwenye jamii. Kwa ujumla labda niseme historia fupi kwa sababu nimekuja swali la jumla. Kituo hichi kilianza mwaka 2006 kikiwa na watoto 8, kikaendelea kawa na watoto 24. Na katika hawa ambao walianza katika huo mwaka 2006, 8 kati yao wameshamaliza degree na 5 wamemaliza diploma, na wapo ambao wanaendelea na masomo yao kwa sasa. Lakini watoto wote hawa tulionao ni watoto wa kike. Na hii ni moja ya changamoto kubwa tuko nayo, kwamba hatuna nyumba ya watoto wa kiume. Japo tunalea watoto wa kiume, lakini katika mtindo tofauti, kwamba anakaa kwa mtu halafu sisi tunampa udhamini wa elimu na vitu vingine vinavyofanana hivyo.